Matokeo yanaliyoko juu ya nchi, matokeo yaliyoko ulimwenguni ni kwa sababu waliokuwa wamenyeshwa damu ya Yesu Kristo wameondoka kwenye eneo walilowekwa katika ulimwengu wa nuru. Shetani ametuwai akatuhamishia katika ulimwengu wa kwake wa giza ili atuwekee matendo yake yaliyo katika huo ulimwengu wa giza. Ndiyo maana tunajiita tuko kwa Yesu, lakini tazama matendo yaliyoko katika ulimwengu wa mwili, yaliyoko katika kanisa, ndiyo yamesababisha giza kulifunika taifa na kuifunika nchi. Angalia, Yesu anapokuja ndani ya kanisa ayatumia hayo matendo kuliondoa giza, anakutana na hasira. Yesu anapokuja katikati ya kusanyiko ili ayatumie matendo ya nuru kuliondoa giza lililoko juu ya nchi, anakutana na faraka. Yesu anapokuja katikati ya kusanyiko liitwalo kanisa ili ayatumie matendo ya ulimwengu kule walikopelekwa, anawakuta wana matendo mengine huku wakiitwa kwa jina lake. Hicho ndicho kinachomshangaza sana. Anapotaka kuufuta ulimwengu kwa hasira kwa sababu ya uovu ulioko ulimwenguni, anajikuta anarudi kwenye neno lake. Analikuta neno linamwambia uvumilivu wake unawavuta wenye dhambi. Angalia, ndivyo Zaburi inavyosema kwamba rehema zake ni za milele na uvumilivu wake ni vizazi hata vizazi. Kwa hiyo tunapoona anavumilia katikati ya giza kubwa namna hii, ni kuwataka waliofanywa kuwa kondoo zamani waurudie mfano wao wa kuwa kondoo kwa sasa, ili warudishwe kwenye nuru ya Kristo. Watakaporudishwa hapo, Bwana yatumie matendo ya huyo kondoo kuondoa tabia za mbuzi zilizoko katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo maana yake giza limekuwa nuruni badala ya nuru kulifunika giza. Maana yake ni nini? Wazani wao kuwa wana wa nuru wamezidiwa na giza, wanapambana kuliondoa giza kwa rungu ya vinywa vyao badala ya kupambana kuliondoa giza ya haki katika vinywa vyao. Gizani nuruni, hilo ndo somo la leo. Gizani nuruni, yani giza ndani ya nuru, ndicho kinachoonekana kwa sasa katika wana wa Mungu. Sasa huwezi kuirejesha nuru kwa rungu. Huwezi. Ni mpaka tujue mahali tulipo na Mungu anapotutaka tuwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo tuko jambo la tatu katika mambo yale ambayo nimekuwa nikikuonyesha. Tulianza kuona tabia au uungu wa Mungu ndani ya mtu. Siku ile Mungu anasema nifanye mtu kwa mfano wangu, kwa sura yangu. Tukaona ni mtu. Halafu tukaona mtu siku ile anaumbwa, na baada ya kuanguka kitu gani kiliinuka. Tuliona hayo. Sasa leo nataka tuone jambo lingine, jinsi Roho ambavyo anatuonyesha, kwa sababu kwa kutokujua kwetu
kumepelekea nchi kulaaniwa na walioko ndani mwake, kwa sababu ya wale waliopewa nuru kuwa gizani nuruni. Utaelewa tu. Gizani nuruni maana yake nini? Utaelewa tu. Angalia Waefeso sura ya kwanza. Waefeso 1:3 unasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubarikia baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Rafu Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 na 19 mpaka 16 inasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nao yawaangaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mwanzo, gizani nuruni. Wewe ukaileta nuru kwa rungu ndani ya giza, ni mpaka uliondoe rungu katika kinywa chako. 11. Basi Mwanzo sura ya 4, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema nuru gizani, au ninaposema gizani nuruni, maana yake nini? Maana yake nini? Ukisoma maandiko yanaonyesha pande mbili zilizotofautiana. Ulimwengu wa nuru, yani ulimwengu wa roho, ndo maana yake. Alafu ulimwengu wa giza, maana yake upande wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Halafu watatu ni ulimwengu wa mwili huu, ambao sasa kila kitu kinachoonekana, kisichoonekana kiko kwenye pande mbili, ambacho hicho kitu shetani haonekani kwa macho ya mwili, na Mungu haonekani kwa macho ya mwili. Ili umuone, tunapaswa kuwa na macho ya rohoni kwa mujibu wa maandiko, ili umuone. Na shetani ukitaka kumuona, unapaswa kuwa na macho ya rohoni. Sasa mimi sikufundishi habari za shetani, maana hanihusu, ila nataka kuonyesha kila ambacho shetani ametukwamisha tukawa laana juu ya taifa katika ulimwengu wa mwili.
tumeurani ulimwengu wa mwili kupitia ulimwengu wa giza mahali tuliko. Kwa nini? Biblia inaonyesha anguko lilianguka katika ulimwengu wa nuru. Yaani sisi tulifukuzwa kutoka katika ulimwengu wa nuru, tukaletwa katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tunapotaka kumiliki katika ulimwengu wa mwili, ni mpaka tuwe na uwezo wa kumiliki katika ulimwengu wa roho tulikoangukia. Nasema hivi, tukitaka tumiliki kinachoonekana katika ulimwengu wa mwili duniani, ni matokeo ya ulimwengu tulipo. Sasa Biblia inasema hivi, sisi ni nuru ya ulimwengu. Inaposema sisi ni nuru ya ulimwengu, haimaanishi ulimwengu huu tuliopo, haimaanishi hivyo. Huu ulimwengu upo kwa ajili ya matendo yatokanayo na nuru iliyoko ulimwenguni. Ngoja nirudie hapa, unaweza ukanielewa vizuri, kwa sababu ninakukupeleka leo unahitajika usikivu wako ili upate kufaidika kile kilichopo hapa. Atukuzwe Mungu wa baba yetu, wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubarikia kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Hiyo ni Waefeso 1:3. Sasa kama baraka ziko katika ulimwengu wa roho, maana yake na ukombozi uko katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kama baraka ziko katika ulimwengu mwingine unaitwa ulimwengu wa roho, kwa hiyo ni ulimwengu wa nuru, zimewekwa huko. Kwa hiyo maana yake mtu akitaka kumiliki mafanikio, lazima kwanza aende katika ulimwengu huo, akaumiliki kwanza ulimwengu huo, ili umkubali yeye kuweko kwenye huo ulimwengu. Maana huo ulimwengu una kanuni zake na taratibu zake na misingi yake ya kukaa.
katika huo ulimwengu. Ukishafanikiwa kuumiliki, ndipo unakuwa na uwezo wa kuzimiliki baraka katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo sasa, kama baraka ziko kule, maana yake uhai wetu au uzima wetu uko kule. Ngoja nikuhamisha hapa, nikurudishe. Biblia inasema hivi, ule mstari kama vile mstari wa 4 unasema hivi, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, maana yake ulimwengu wa mwili, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na urazi wa mapenzi yake. Angalia inavyosema, alituchagua kabla. Tulipoonekana tumekumbuka wakati anatuchagua, Biblia inasema hivi, kabla misingi haijawekwa. Kwa hiyo huu ulimwengu wa mwili ulikuwa haujaja bado, huu unauona. Kwa hiyo akatuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo maana yake, kama alituchagua, tunaelewa tulichaguliwaje. Tulichaguliwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Kupitia damu ya Yesu Kristo. Ndivyo Biblia inavyosema. Maana alikufa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Sasa unisikilize sasa. Kwa hiyo Yesu anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Halafu kisha anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Nikupeleke hapa ili uelewe. Inasema hivi, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo ulikuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuliweza. Sasa, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo ile nuru ikawamulikia waliochaguliwa ili wawe na uzima
wawe katika hiyo nuru, ndani ya huo uzima. Sasa Biblia inasema hivi, tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo ili tuwe wana wa Mungu, ili tuwe na uzima wa milele. Tuko sawa sawa? Sasa tuliponunuliwa kwa damu, maana yake hiyo damu ya Yesu Kristo ndiyo iliyokuwa na uzima na nuru ilikuweko ndani ya hiyo damu ya Yesu Kristo. Narudia, nasema kwa nini nakupeleka huku? Wewe endelea tu kunisikiliza. Kule nakokwenda utaelewa ninachoelekea nakokwenda. Kwa nini tuko huku? Au tufanye hivi, kwa nini giza, au kwa nini ulimwengu wa giza umetawala ulimwengu wa mwili, ambako wana wa ulimwengu wa nuru wako? Yani maana yake kinachoonyesha kuwa giza limetawala katika ulimwengu wa mwili ni matendo yanayoendelea katika ulimwengu wa mwili kutoka katika ulimwengu wa giza. Ili kudhihirisha kwamba ulimwengu wa giza unamiliki ulimwengu wa mwili, ni kwa sababu ya matendo yanayotendeka katika ulimwengu wa mwili yanawakilisha ulimwengu au uwepo wa ulimwengu wa giza kumiliki. Angalia, ili ni kuonyeshe, ili kuonyesha kwamba ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa nuru, au kwamba nuru ya ulimwengu ipo, sio ile nuru kuiona, bali ni yale matendo ya wakilishayo hiyo nuru kuwepo kwenye ulimwengu wa mwili. Kuonyesha hayo matendo ni matendo gani, ila bado kwanza nimekuweka huku upate kuelewa. Sasa ulimwengu wa giza ulipomiliki ulimwengu wa roho, ulianza kwanza kuwaondoa wanaomiliki ulimwengu wa nuru wasiweko katika ulimwengu wa mwili, wakafanikisha matendo ya ulimwengu wa nuru katika huo ulimwengu wa mwili. Narudia tena, watu watasema hapa hatujaelewa kwa kweli. Ngoja nirudi hapa, ngoja nirudi.
nirudi hapa afu ndo niendelee. Waefeso sura ya 6, sura ya 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja auzihirishie wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Yesu ni nuru na sisi ni nuru kutoka kwake, kwamba kama Yesu ni nuru na sisi ni nuru, Mathayo inavyosema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo tumepata nuru kutoka kwa Yesu, halafu tukaketishwa pamoja na huyo Yesu katika huo ulimwengu alipo yeye. Sasa mnaelewa ni ulimwengu gani yupo? Manake ni ulimwengu wa nuru. Tuko sawa sawa? Okay. Kama tumeketishwa na Yesu katika ulimwengu wa nuru, tunamulika katika huo ulimwengu wa nuru, hiyo nuru, ili matokeo ya hiyo nuru yaje kwenye ulimwengu wa mwili tulipo sisi na huu umati wa watu ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuonyesha ulimwengu wa giza umefanikiwaje. Ukiwa katika huo ulimwengu, hauwi wewe katika huo ulimwengu, unakuwa mwana kondoo au unakuwa kondoo katika huo ulimwengu. Ila katika huu ulimwengu wa mwili unakuwa wewe kama mtu, ili kuyawakilisha matendo ya kondoo aliyoko kwenye ulimwengu wa roho au kwenye ulimwengu wa nuru kuja katika ulimwengu wa mwili. Ngoja nirudie. Nasema hivi, ngoja nihame hapa, nikupeleke huku kwanza, Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Kwa nini tumekuwa laana katika ulimwengu wa mwili badala ya baraka zilizoko katika ulimwengu wa roho zije katika ulimwengu wa mwili ili kila mtu azipate? Inasema Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19 unasema, bali kwa damu ya samani kama ya mwana kondoo asiye na ila
asiye na mawaa, yani Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yetu. Ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo. Sasa unisikilize. Kama damu ya Yesu ina uzima na nuru ndani yake, tumepata nuru kupitia damu ya Yesu. Narudia, nasema hivi: tulikombolewa kwa damu ya mwana kondoo, ili tutoke katika mwenendo usiofaa. Kwa hiyo kukombolewa maana yake nini? Kukombolewa, tulikuwa na mwenendo usiofaa ambao tuliupokea kutoka kwa baba yetu. Kwa baba zetu, kama Biblia inavyosema, kwa baba zetu. Tuliupokeaje? Maana tulishiriki damu ya baba zetu kwa njia ya mama na baba kujamiana. Ngoja niweke hii, inaweza kukaa vizuri ili uweze kunielewa. Kwa hiyo Biblia inaposema tutoke katika mwenendo, maana yake mwenendo na tabia zilikuja kutoka kwa baba mwenye tabia zisizompendeza Mungu. Zilikuwa ndani ya damu yake, zikaingia ndani ya damu yetu. Yani kwamba damu tulionayo, si ndio? Mimi nimezaliwa baada ya mama yangu kukutana na baba yangu. Kwa hiyo hata damu iliyo katika mwili wangu ni ya baba yangu. Kwa hiyo na tabia zinaweza zikawa za baba yangu. Sasa Petro anaposema mlikombolewa kwa damu, maana yake tulibidi tuingiziwe damu nyingine iingie ndani ya miili yetu. Maana damu iliyokuwemo ndani ya miili yetu ilikuwa ni damu ya tabia zingine kutoka kwa baba wa mwili waliotuzaa. Kwa hiyo damu ya Yesu ikaingia ndani ya miili yetu ili kuondoa tabia za baba zetu, ikaja na tabia za baba yake ndani ya damu yake.
zilizokuwa ndani ya damu yake yeye. Ninaposema ikaingia, kubadilishwa, maana yake alitubadilisha katika ulimwengu wa roho, tukapewa damu yake. Kwa hiyo tulipopewa damu yake, tukawa sio watu katika huo ulimwengu, tukawa uzima, kisha tukawa nuru, kisha tukawa kondoo. Haya mambo matatu uyashike, nitapokurudi unielewe. Ngoja nikupeleke sasa hapa ili uelewe ninachokimaanisha. Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Biblia inasemaje? Inasema hivi: Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoura mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Sasa twende vizuri. Biblia inaposema damu inamaanisha uhai au uzima. Mtu asiyekuwa na Yesu ndani ana damu ya mauti. Maana yake ndani ya damu yake kuna mauti. Aliye na Yesu ndani hawi na damu ya kwake, anakuwa na damu ya Yesu ya uzima ndani yake. Tuko sawa sawa? Sasa ile damu ndani yake imebeba nuru. Maana yake nayo, angalia, mkiinywa damu mtakuwa na uzima. Na angalia sasa, nayo nuru ilikuwa uzima, au nao uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani ili kuliondoa giza. Narudia, nasema hivi: Biblia inasema hivi, tulikombolewa kwa damu ya mwanakondoo. Maana yake katika ulimwengu wa roho tulinyweshwa damu ya Yesu ili tuwe na uzima, ili tuwe na uzima wa milele. Hiyo ni moja. Mbili, ndani ya uzima kuna nuru ya kwa ajili ya giza. Kwa hiyo wakati anasema ninyi ni nuru, alikuwa anaonyesha kwamba tumekunywa damu yake. Hatuna damu ya kwetu katika ulimwengu wa roho, hatuna hiyo damu, tuna damu ya Yesu. Sasa angalia, katika ulimwengu wa roho, kama tuna hiyo damu ya Yesu, hatuonekani kama watu, tunaonekana kondoo pamoja na mwana kondoo. Nasema hivi, unasikia vizuri? Kwa nini nimekupeleka huku na kwa nini Roho ametupeleka huku? Kama hutalielewa hili somo, lirudie mara 7 ndio utaelewa. Ulirudie mara 7 ndio utaelewa. Nasema hivyo, kwa nini nimekupeleka huku? Ngoja nikuhamishe, nikurudishe kwa Kaini kwanza. Unaweza
ukaelewa kidogo. Kaini alikuwa ni mwenye dhambi, Habili alikuwa ni mwenye haki. Tuko sawa sawa? Sasa Kaini aliitumia damu ya Habili vibaya, akalaaniwa katika hiyo damu, na ile damu ikaanza kudai hukumu badala ya haki kwa Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anapotaka kusaidia nchi kikanisa, au kwa watu waliookoka, niseme hivyo, anataka kuwatumia ili kuiokoa dunia au kuyaokoa mataifa, haji kwa sababu wewe umeokoka. Nasema hivi, Mungu anapotaka kuyaokoa mataifa au kuwaokoa wenye dhambi kwa majira haya, hakutumii kwa sababu umeokoka. Anakutumia wewe kwa sababu wewe ni kondoo katika ulimwengu wa nuru, ili ukiwa kwenye huo ulimwengu unakuwa nuru ya huo ulimwengu, ili ayachukue matendo yako yaliyo katika huo ulimwengu wa nuru, ayatumie katika ulimwengu wa mwili kuwasaidia walioko dhambini wamrudie kupitia wewe. Nasema hivi, unataka Mungu ausaidie ulimwengu ili wenye dhambi wamjue? Sasa unisikilize. Hakikisha mpaka wewe uwe kondoo mwenye damu ya Yesu, ili aitumie nuru iliyoko ndani ya damu ya Yesu, damu hiyo iliyoingizwa ndani yako, ili kuokoa ulimwengu na taifa. Kwa hiyo nikupeleke hapa Zaburi ya 100. Zaburi ya 100 inasema hivi, mstari wa 3: Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Anasema hivi, sisi ni kondoo wa malisho yake. Sisi ni kondoo wa malisho yake. Halafu rehema zake ni za milele. Halafu uaminifu wake
ni vizazi hata vizazi. Sasa nisikilize vizuri. Uaminifu wake ni kwa ajili ya wenye dhambi, ili wamjue apate kuwarehemu. Narudia, nasema hivi: uaminifu wa Mungu ni kwa ajili ya wenye dhambi, ili apate kuwarehemu. Ngoja nikuonyeshe hapa. Jaribu kukuwekea vitu ambavyo vitakupa nafasi ya kuelewa. Sitakupa nafasi ya kuelewa. Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Ule mstari wa 16 nasema, nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnarosingiziwa watahayarishwe wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambapo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni wa ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia hii sura hii, Petro wa pili. Nadhani hapo umepaona. Sasa hii Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 3 nasema hivi: mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na zihaka zao watu wenye kusiaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walalapo, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji, na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia
kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine waonavyo kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Hapendi mtu yoyote apotee, bali wafikirie toba. Sasa turudi kwenye Zaburi niliyokusomea ya 100. Inasema hivi: fadhili zake na rehema zake ni vizazi hadi vizazi. Halafu sisi ni kondoo wa malisho wake. Kwa hiyo mwana kondoo na kondoo, hata Yohana inasema hayo, mwana kondoo na kondoo, yeye ni mchungaji wa kondoo, inasema hivyo. Sasa angalia, kama sisi ni kondoo, maana yake tumerisishwa ukondoo kwa damu yake. Tulipoingiziwa damu ya Yesu, hatukuonekana tena kama watu, tulionekana kondoo kutoka kwa mwana kondoo. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Mungu anapotaka kukutumia, au unapotaka Mungu asimame kupigana na adui zako, au kupigana na kila ambacho kimesimama, au kuondoa uharibifu unaotaka usiwepo, ni lazima kitu cha kwanza wewe uwe kondoo. Cha pili, lazima uwe uko katika ulimwengu wa nuru ulipowekwa. Cha tatu, lazima matendo ya nuru yawe katika ulimwengu uliopo, ili akutumie wewe kuyaondoa matendo ya giza yaliyoko katika ulimwengu wa nuru wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, kwa sababu adui ametuondoa katika ulimwengu wa nuru tulipowekwa, kwa kuwa ametuondoa, ametubakishia neno kuokoka, lakini mwenendo na tabia za hiyo damu tulionyweshwa ameziondoa, akaingiza tabia zake ambazo ndio tunayaona matendo yake ya giza katika ulimwengu wa mwili tuliopo. Sasa tunapojikuta tunatumia damu tulionyweshwa kuyaondoa matendo ya giza na mwenendo wa tabia za gizani, ili kuleta matendo ya nuru mahali ambapo sisi tuliwekwa. Sasa angalia, ile damu inakuja kwa ajili ya kuwataka wenye dhambi iwatoe, ili waingize kwenye nuru mlipo. Sasa wale waliopewa hiyo damu wanapokuwa na matendo ya mwili, hasa angalia matendo ya mwili: hasira, yale matendo ya giza, chuki, kutokusamehe, wivu, faraka, kutokuachilia, ugomvi, uongo, urafi na mambo yote yafananayo hayo, kama yako ndani yako. Sasa unapoitumia damu ya Yesu kuondoa giza lililoingia katika ulimwengu wa mwili ulipo, ile damu
inakuja kurani mazingira uliopo, maana umeibeba ile damu ukiwa na mwenendo wa tabia za giza au katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo katika ulimwengu wa giza kuna hasira, kuna chuki, kuna wivu, kuna faraka. Kaini alipotaka kuitumia damu hiyo, ile damu ya Habili ilikuwa kwa ajili yake, kwa ajili ya uzao wake na watoto wake na nchi aliyopo. Ile damu ilipomwagika, ikamwagika kimakosa, haikumsaidia kumuingiza kwenye mfumo wa ibada aliyokuwa anatakiwa kuingia na yeye kama ndugu yake. Kwa hiyo ile damu ilipomwagika juu ya nchi, ikailani nchi kwa sababu ya yule aliyekuwa anatakiwa kutoka kwanza kwenye huo mwenendo na hiyo tabia na hayo maisha aliyokuwa nayo. Kwa hiyo alipokuwa kwenye huo mwenendo na tabia hiyo, ile damu ikailani nchi, ikamlani na yeye. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa kwenye mwenendo na tabia za maisha ya kale ambayo zamani tuliyaendea, kama Petro anavyosema kwamba tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, maana yake tumenyweshwa damu ya Yesu ili tuondokane na ile hali ya mwenendo wa tabia ya kule tulikozaliwa, ili tuzaliwe kwa mara ya pili na Yesu Kristo katika roho, ili tuwe wana wa Mungu katika roho na katika mwili pia. Kwa hiyo sasa tunaposhindwa kukaa kwenye mfumo tuliowekewa, tunapoitumia damu ya Yesu au kwenye maombi kwamba kuondoa uharibifu ulioingia, ile damu inakuja kurani mazingira ulioyakalia wewe, inakurani na wewe. Nasema hivi, sijui kama unaelewa. Nasema hivi, ili sikia, angalia mkiwa kwenye maombi, huwa mnaombaje? Tunamwaga damu ya Yesu na kufuta yote, si ndio? Kila mtu anaitumia. Sasa mimi nataka nikuonyeshe, ili uitumie damu ya Yesu ni lazima kwanza uwe sadaka. Sadaka maana yake uwe kondoo, kwa sababu aliyekuwa mwenye damu hiyo alifanyika kuwa sadaka. Kwa hiyo alipofanyika kuwa sadaka, ndipo akageuka kuwa ukombozi, akaitumia damu yake kuwakomboa waliokuwa dhambini, akawapa nuru na uzima uliokuwa ndani ya hiyo damu. Ndipo akawa na uhalali wa kuitumia damu yake kwa wakosaji wanaonekana kukosea, waliotawaliwa na ulimwengu wa giza. Kwa hiyo na sisi, kama sisi ni kondoo kwake, maana yake sisi ni sadaka ya Bwana kwa Bwana katika ulimwengu huo tulioketishwa na Kristo. Kwa hiyo Mungu anapotutazama katika huo ulimwengu, anatutazama kama sadaka iliyotolewa au kutengwa katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya ulimwengu wa mwili, kwa ajili ya walioko katika huo ulimwengu wa mwili, kama Yesu ambavyo alitengwa tangu zamani katika ulimwengu wa mwili, akaandaliwa katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya watu walioko katika ulimwengu wa mwili. Ndivyo na sisi tulivyotengwa katika ulimwengu wa giza, kutolewa katika ulimwengu wa giza, tukaingizwa katika ulimwengu wa roho wa nuru pamoja na Kristo. Biblia inasema tukaketishwa pamoja naye. Kwa hiyo tulipoketishwa pamoja naye ili tuwe sadaka katika huo ulimwengu, atutumie yeye katika hiyo nafasi na hali tuliowekewa na Yesu, ili kwamba tuje tutumike katika ulimwengu wa mwili. Kutumika, tunatumikaje? Sisi hatumwagi damu kama Yesu, bali
tunatumia ile nuru iliyoko ndani ya hiyo damu ndani yetu kufunua matendo ya nuru yaje katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ile nuru inapokuwa katika huo ulimwengu wa nuru, Mungu anayachukua matendo yaliyoko huko. Kwa hiyo anapokuona wewe kama nuru katika huo ulimwengu, anayaona matendo ya huo ulimwengu yafananayo na hiyo nuru. Kwa hiyo anayachukua yale matendo, yanaletwa katika ulimwengu wa mwili unakoishi wewe, katika huo ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanakutazama, wanakuwa hawaioni ile nuru, bali wanakuwa wanayaona matendo ya mwenendo unaoenenda nao katika huo ulimwengu ulikowekwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie ile andiko, unaweza ukaelewa ninachokisema. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Kawaida ya ulimwengu huu. Na kwa kufuata na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mwili, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa hiyo tulipokuwa hatujaingizwa kwa Yesu na Yesu hajaja, angalia tabia tulizokuwa nazo katika huo ulimwengu huu, manake huu wa mwili. Tulikuwa na tabia gani? Tulikuwa na tabia gani? Biblia inasema hivi, tulikuwa na tabia ya hasira. Kwa hiyo matokeo yanaliyoko juu ya nchi, matokeo yaliyoko ulimwenguni, ni kwa sababu waliokuwa wamenyeshwa damu ya Yesu Kristo wameondoka kwenye eneo walilowekwa katika ulimwengu wa nuru. Shetani ametuwai akatuhamishia katika ulimwengu wa kwake wa giza, ili atuwekee matendo yake yaliyo katika huo ulimwengu wa giza. Ndiyo maana tunajiita tuko kwa Yesu, lakini tazama matendo yaliyoko katika ulimwengu wa mwili, yaliyoko katika kanisa, ndiyo yamesababisha giza kulifunika taifa na kuifunika nchi. Angalia, Yesu anapokuja ndani ya kanisa, ayatumia hayo matendo kuliondoa giza, anakutana na hasira. Yesu anapokuja katikati ya kusanyiko, ili ayatumie matendo ya nuru kuliondoa giza lililoko juu ya nchi, anakutana na faraka. Yesu anapokuja katikati ya kusanyiko liitwalo kanisa, ili ayatumie matendo ya ulimwengu kule walikopelekwa, anawakuta wana matendo mengine huku wakiitwa kwa jina lake. Hicho ndicho kinachomshangaza sana. Anapotaka kuufuta ulimwengu kwa hasira kwa sababu ya uovu ulioko ulimwenguni, anajikuta anarudi kwenye neno lake. Analikuta neno linamwambia uvumilivu wake unawavuta wenye dhambi. Angalia, ndivyo Zaburi inavyosema kwamba rehema zake ni za milele na uvumilivu wake ni vizazi hata vizazi. Kwa hiyo tunapoona anavumilia katikati ya giza kubwa namna hii, ni kuwataka waliofanywa kuwa kondoo zamani waurudie mfano wao wa kuwa kondoo kwa sasa, ili warudishwe kwenye nuru ya Kristo. Watakaporudishwa hapo, Bwana yatumie matendo ya huyo kondoo kuondoa tabia za mbuzi zilizoko katika ulimwengu wa mwili. Sijui kama unaelewa.
Lakini mimi nakuonyesha hiki kitu. Kwa hiyo maana yake giza limekuwa nuruni badala ya nuru kulifunika giza. Maana yake ni nini? Wazani wao kuwa wana wa nuru wamezidiwa na giza. Sasa wanapambana kuliondoa giza kwa rungu ya vinywa vyao badala ya kupambana kuliondoa giza ya haki katika vinywa vyao. Hicho ndicho Mungu anachokiona. Lakini saa imewadia kwamba lazima turudi. Kasi kama Biblia inavyosema, kama sisi ni kondoo, maana yake sisi ni sadaka kwa Mungu. Sasa sadaka inayotaka kutumiwa, kwa sababu Yesu alikuja kama sadaka ili aliondoe giza iliyokuwa nuru ilikuwa ndani yake. Biblia inasema hivi, nayo nuru ilikuwa ndani yake, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuliweza. Okay, kama sisi nasi tumefanywa kama kondoo, maana yake tumefanywa sadaka ili atumie matendo yaliyo ndani ya damu ya Yesu, yani tabia zake, ili hizo tabia zilizoingizwa ndani yetu kupitia hiyo damu ayatumie hayo matendo na hizo tabia kuliondoa giza lililofunika ulimwengu wa mwili. Sasa angalia, kila akitaka kuyatumia hayo matendo anakutana na matendo mengine yasiyotokana na ulimwengu wake. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, Bwana asema na Roho wa Mungu asema hivi, tengenezeni ujikague. Ni kweli bado wewe ni sadaka ya Bwana? Unafaa kuwa sadaka kwake? Unafaa kutumiwa kwa ajili ya ulimwengu wa sasa? Je, unafaa katikati ya giza? Kwa nini giza limekuwa nene kuliko nuru iwe pana? Kwa hiyo kama giza limeongezeka, maana yake shetani ametuhamisha katika nafasi tuliyowekwa, ametuingiza kwa hila kwenye ulimwengu wake. Tunajisema tuko katika ulimwengu wa Yesu, lakini kwa kweli matendo ndiyo yanatutambulisha kwamba tulishatoka katika huo ulimwengu. Kwa hiyo kama tulishatoka, hatui tena sadaka kama sadaka. Ndiyo maana tukitaka kutumiwa kuliondoa giza, tunakataa kwenda machinjioni. Maana yake matendo yanakataana na matendo yaliyoko ndani yetu. Kwa hiyo saa imefika, nayo saa imewekwa kwamba kila mtu aubadilishe mwenendo wake na matendo yake na mtazamo wake anavyotazama. Maana unavyotazama wewe ni Bwana hukumu uovu uliokisiri, lakini Mungu atafutazama anaziona fadhili zake kwa vizazi na vizazi vilivyoko ulimwenguni, ili vifikirie toba na hiyo rehema ya milele iwapate kuwafunika. Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru kwa neema hii ambayo umeiachilia katika majira haya na saa hii. Wajalie wanaosikia, wanaoamini na kupokea, ili warudi watumie namna jinsi unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana iwafikirie hao na wale wanaotaka warejee, katika jina la Yesu. Neema iliyoje kwa sisi wote ambao umetuchagua na kutupenda na kulipenda taifa na ulimwengu wote, ili kwamba wafikirie toba, uvumilivu wako mpaka sasa kwa matendo yaliyoko ulimwenguni. Maana yake neno linatimia kwamba unawavumilia, uvumilivu wako uwavute ili wafikirie toba, ili rehema zako za milele zitufunike katika jina la Yesu. Tusaidie Bwana tuweze kuelewa na kurejea katika jina la Yesu Kristo. Amen.